Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mara 5 kwa siku, sauti inayofahamika na wengi husikika. Adhana. Lakini kwanza tupate kuelewa adhana ni nini. Kwa majina naitwa Ustadh Akram na mimi ndo mwalimu wa Madrasatul Maida na pia huwa saa zingine naswalisha hapa msikiti wa Al-Maida. Kwa leo tutakuwa wenye kuzungumzia umuhimu wa adhana na adhana ni nini. Tukianza bismillah. Adhana kwa mukhtasari ni mwito ambao kwamba huwa inatumika kuwaita waumini katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha hii adhana haikuanza wakati wa sasa ama hivi karibuni, huwa ilianza wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha tukianza kuangalia umuhimu wa adhana, tukianza na waumini. Adhana huwa huwasaidia waumini kujua wakati wa swala pindi ambapo kwamba huwa imeingia. Hiyo ni umuhimu wa kwanza. Umuhimu wa pili, ile adhana laiti tungelikuwa tunajua umuhimu wake kwa yule ambaye kwamba anaita watu. Jambo la kwanza anatuambia Rasul sallallahu alaihi wasallam, siku ya kiyama hawa ambao kwamba walikuwa wakiwaita watu katika adhana, siku ya kiyama watakuwa na heshima kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu walikuwa wakichukua wakati wao na fursa yao na nguvu zao kuwaita watu katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tukiangalia umuhimu wa pili katika masala ya adhana katika nyumba, ikiwa adhana mtu atakuwa ni mwenye kuidumisha katika nyumba yake, huenda pia ikaondosha balaa, ikaondosha makisirani ndani ya nyumba. Si pia tu katika kuita watu katika ibada, lakini pia huwa inaondoa balaa na matatizo katika nyumba. Kisha tukiangalia umuhimu wa adhana katika mujtama, jambo la tatu, huwa inamkimbiza sana shetani, kwa sababu shetani huwa hapendi kusikia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa pindi adhana inapoadhiniwa, wale mashetani huwa wanakimbia. Ndio unaambiwa wale madada zetu na wasichana wetu huwa wanafaa kufunika kichwa, kwa sababu wale mashetani huwa ni wenye kukimbia, huenda wakaingia katika wale wanawake. Sasa adhana inapoadhiniwa, wale mashetani huwa ni wenye kukimbia. Kisha jambo la tatu katika umuhimu wa adhana, tunaangalia adhana huweza kumweka muumini kuwa alert kwa wakati wa ibada imefika, ni wakati wake wa kufanya ibada. Laiti hatungelikuwa na hii adhana, basi tungekuwa ni wale ambao kwamba tunafanya mambo yetu ya kidunia namna kwamba sisi tunataka. Lakini adhana ikiadhiniwa, utamwona muumini atakwambia wakati wa swali imefika, twende tukaswali. Kuanzia alfajiri hadi usiku, adhana hugawanya siku kwa vipindi mbalimbali. Kwa wengi ni wakati wa kusimama, kutafakari na kurejea katika ibada, lakini athari zake hazibaki kwa Waislamu pekee. Masaa ya adhan ama wakati mwadhini anapoitana ndugu zetu Waislamu waende wakaadhini, inatusaidia, iko na manufaa yake kwa sisi kama Wakristo na kwa jamii nzima. Kwanza, mwadhini saa yote anapoitana unaweza kujua ni saa ngapi. Hata kuamsha, watu wengi tunaamshwa na mwadhini pale tunapoenda kazini asubuhi, kwa wale wanaoenda masaa ya mapema. Ukisikia tu hiyo sauti unajua ni saa fulani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kwa baadhi yao imekuwa kama saa ya kawaida, ikiwasaidia kutambua nyakati za asubuhi, mchana, mapumziko na jioni. Hata kama ulikuwa umelala, lakini yeye anakuamsha. Ukiwa Mkristo unaanza kuomba, ukiwa wewe ni Muislamu unaenda kusali. Unasali popote pale huko tu. Inaamusha hata ukiwa na watoto wakiwa wanaenda shule, utajua saa. Hata kama una TV, una saa, unachulia saa hapo. Sasa stima ikipotea ndio tunachelewa. Lakini kama stima iko, mwadhini akiadhini tunasikia vizuri sana. Sababu anatuamsha hapa wengi. Si mimi peke yangu, watu wengi wale tuko karibu na mosque, unasikia watu wanaanza vitu.
Sufuria kama kwenda biashara, kwenda kupika mandazi, wewe ndio huyo shaamuka hiyo saa. Kama kwenda kupika chapati nini hoteli, unaondoka, watoto unatoka nao, ukienda tu unawaambia nyinyi tayarisheni, mimi naenda. Kwa wengine ni wito wa swala, kwa wengine ni ishara ya muda kupita, lakini kwa wengi ni sauti inayopanga maisha wito baada ya wito. Nikiripotia runinga ya Resurgence, jina langu ni Khadija Mohamed Hussein.